Hali ya mambo inaendelea kuwa mbaya huko Mashariki ya Kati kufuatia vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran, huku pande zote zikishambuliana kwa kuvurumisha makombora. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth amesema kwamba Marekani imezamisha meli ya kivita ya Iran ambayo ilidhaniwa kuwa salama. Ilizamishwa na kombora la chini ya maji, Hegseth amesema. Hegseth hakutaja jina la meli ya Iran iliyoshambuliwa. Lakini awali jeshi la wanamaji la Sri Lanka liliripoti kwamba meli ya IRIS Dena ilizama katika bandari ya Hindi, huku takribani watu 140 wakiwa hawajulikani walipo. Wakati huo huo, waziri Pete Hegseth amesema, na hapa namnukuu, Marekani inashinda pakubwa na bila huruma vita hii. Tumefikisha siku 4 pekee. Anasema, lakini kama Trump anavyosema, Marekani itachukua muda wote tunaohitaji kuhakikisha operation hiyo inafanikiwa. Wakati hayo yakichomoza, ulinzi wa anga wa NATO umeharibu kombora la Irani lililokuwa likielekea anga ya Uturuki, kulingana na Wizara ya Ulinzi ya Uturuki. Katika taarifa ambayo awali ilikuwa katika lugha ya Kituruki, Wizara ya Ulinzi inasema hakuna majeruhi. Inasema kombora hilo lilidunguliwa likipita katika anga ya Iraq na Syria na kuelekea anga ya Uturuki. Tunaonya pande zote kujiepusha kuchukua hatua zozote zinazoweza kusababisha mzozo kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati, taarifa kutoka Uturuki, mwanachama wa NATO, inasema. Kwingineko, jeshi la ulinzi la Israel IDF linasema kuwa limeshambulia makumi ya shabaha za kijeshi kote mjini Tehran. Msemaji wa jeshi hilo, Avichai Adrae, ametangaza mashambulizi hayo yalilenga makao makuu ya Basiji, kikosi cha kijeshi chenye uhusiano na walinzi wa mapinduzi wa Iran, ikiwa ni pamoja na zana za kurushia makombora na mifumo ya ulinzi, pamoja na kurugenzi ya ugavi na usafirishaji inayoshirikiana vikosi vya ardhini vya serikali. Ameongeza kuwa IDF itaendelea kuongeza mashambulizi yake dhidi ya miundombinu ya serikali ya Iran. Wakati huo huo, Katari imeshambuliwa kwa makombora mawili ya masafa marefu, Wizara ya Ulinzi inasema. Moja kati ya makombora hayo ilizuiliwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Katari, huku moja ikigonga kambi ya Al Udeid, kambi kubwa ya jeshi la anga la Marekani katika eneo hilo. Qatar inasema hakuna majeruhi walioripotiwa katika shambulio hilo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia, ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.